Anaitwa Inspector Deogratius Sinanu, ni afisa operation wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma. Leo siku ya Jumatano tarehe 4 mwezi wa 6 majira saa 9:30 tulipokea wito wa tukio la moto wa nyumba yenye vyumba 4. Mmiliki wa nyumba hiyo alifahamika kwa jina la Madam Jeni Joni katika kata ya Chang'ombe, mtaa wa Kishoka. Sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuliweza kufika kweli eneo la tukio na tukakuta kweli moto huo katika nyumba hiyo ya mmiliki kama nilimtaja hapo awali ya Madam Jeni, lakini bahati nzuri tunashukuru wananchi walikuwa washaweza kuanza kupambana na huo moto. Kwa hiyo sisi kama wataalamu tukafika tukaanza kuangalia na kuweza kukamilisha ile hali ili pale mazingira yaweze kuwa salama. Kwa hiyo sisi kama wataalamu baada ya kuanza kuangalia tukaanza kuchunguza katika hatua za awali nini chanzo cha tukio hilo. Ni kweli huo moto wa vyumba 4, lakini chumba ambacho kimeathirika ni chumba kimoja. Ni nyumba ya biashara, ni nyumba ya wapangaji. Katika hiyo nyumba wote walikuwa wanakaa ni wapangaji, kwa hiyo ni nyumba ya biashara kwa kifupi, lakini chumba kimoja kimeathirika. Kwa hiyo baada ya kufanya uchunguzi wa awali ambao bado kuna hali ya mashaka, kwa hiyo kuna timu maalum ya uchunguzi itakuja hapa kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kwa sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tutaweka cordon tape au zuio ili watu wasiweze kufika katika nyumba hii bila au kuingia. Sisi kama wataalamu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuna rai ambayo inabidi lazima tuambie wananchi wa mkoa wa Dodoma. Kwanza, katika kipindi hichi ambacho shule zinaenda kufungwa, nadhani shule nyingi sana zinaenda kufungwa siku ya Ijumaa. Kuanzia siku ya Ijumaa watoto wetu wengi watakuwa wako likizo, watakuwa majumbani. Kwa hiyo ni vyema nitoe rai au niwaombe wazazi au walezi au dada zetu wa kazi ambao tunawaacha pale majumbani tuweze kuwa makini sana na hawa watoto. Kipindi kama hichi ambacho shule zimefungwa, hawa watoto ni watundu sana, wanapata muda ambao muda mwingi wako free. Baba au mama umeenda kwenye mihangaiko na muacha dada wa kazi pale nyumbani. Kwa hiyo tunaomba sana kipindi kama hichi ambacho shule zinaendelea kufungwa, zinapoanza kufungwa, tuwe makini sana, tuwachunge tabia na mienendo ya watoto wetu. Lakini rai yetu ya pili, tuweze kuwa na vifaa vya kuweza kujikinga na majanga dhidi ya moto. Hii nawaomba sana ndugu zangu, wakaguzi wetu wanapita maeneo mbalimbali, aidha sehemu za biashara au sehemu za makazi, muweze kuwapa ushirikiano wanaopita kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari, yale ambao wanakushauri uweze kuyatekeleza. La tatu, niwaombe kuanzia leo muweze kuwa na nambari yetu ya dharura. Niwaombe sana. Yaani wanasema pasipokuwa na mawasiliano ni shida. Lakini mawasiliano yakifanyika kwa haraka basi kila jambo litaenda kwa haraka. Sisi tunaomba muweze kutambua nambari yetu ya dharura ya 114. 114 au kwa kifupi unaweza kusema 114. Hiyo nambari unaipiga ni bure kwa mitandao yote. Wakati wote, muda wote unajitambulisha, mimi ni fulani, nakaa mtaa fulani, kata fulani, kuna tukio aidha la janga la moto au la maokozi, kwa sababu tuna majukumu yetu makubwa mawili ya msingi. Kuzima moto na kufanya maokozi. Mwisho ambalo naweza nikawaomba wananchi, leo napenda nitoe elimu ya bure sana, alafu ni ya msingi sana. Elimu ya bima. Hii elimu ya bima wengi sana sisi ngozi zetu nyeusi huaga tunadharau, tunaiacha nyuma. Sasa hivi angalau kidogo kwenye vyombo vya usafiri au vya usafiri hivi tuseme vyombo vya moto, watu wengi sana wanakata bima aidha kwenye magari au pikipiki au hizi bajaji, lakini wengi sana wanakata bima aidha labda mathalan kwa ajili ya kupambana na trafiki. Lakini ukiangalia intention ya kuwa na bima au nini dhumuni la kuwa na bima, bima inakusaidia pindi janga linapotokea ili uweze kulipwa kutokana na uharibifu wa ile mali yako au bidhaa yako pindi pale inapoweza kupata shida. Kwa hiyo leo niende kwa kifupi. Kwa mfano katika hizi nyumba zetu za makazi, si ndio? Umejenga nyumba yako labda milioni 50. Nyumba ina thamani ya milioni 50. Kwa mwaka bima ambayo inabidi ulipe wewe ni 88,500 ukijumlisha na kodi. Nyumba yenye thamani ya milioni 50 kwa mwaka unalipa 88,500. Hiyo imejumlishwa na kodi. Ikiwa na maana kila mwezi unaweza ukalipa kiasi cha shilingi 7,375. Kama Mwenyezi Mungu amekujalia umejenga nyumba yenye thamani ya milioni 50 kwa mwezi, maana yake hiyo nyumba yako unailipia shilingi 7,375, ambao ukizidisha mara miezi 12 ambao ni mwaka mmoja unakuja kulipia 88,500. Unaweza kuona ni thamani ndogo sana. Kama umeweza kujenga nyumba milioni 50 kila mwezi ulipia 7,375 ni thamani ndogo sana.
Aya, mathalan umejenga nyumba yako yenye thamani ya milioni 100. Nyumba yenye thamani ya milioni 100 kwa mwaka manake unaenda kulipa bima kiasi ya shilingi 177, ambayo kwa mwezi manake utaenda kulipa shilingi 14,750. Umejenga nyumba yako milioni 100. Kwa mwezi, kila mwezi tunaenda kulipa 14,750. Na hiyo manake unalipa bima kubwa. Tunasema kwa Kigogo comprehensive insurance. Kesho na keshokutu hata jambo lolote linapotokea unakuwa covered, unarudishiwa ile nyumba yako. Kipindi hicho ambacho unakuwa na frustration, nimepoteza mali yangu, nyumba yangu aidha biashara au ya makazi imeungua, lakini kama umeweza kucomply, umelipia hizo gharama za bima, basi unarudishiwa. Kwa hiyo mimi niwasihi sana ndugu zangu wananchi au wakazi wa Dodoma, ni jambo la heri sana kwa kipindi hichi kuweza kuwa na msingi au elimu hii ya bima, especially bima za tunasema property insurance, bima za makazi. Kwa sababu nimeona sana wananchi kwa kifupi kwenye bima za vyombo vya moto watu elimu imeenda zaidi, lakini kwenye bima za makazi au bima za vitu tunasema hizi property insurance, yani elimu imekuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo ningependa hata unaweza kufanya ulinganishi. Nyumba milioni 50 kwa mwezi unalipa 7,375. Imagine tubadilishe hiyo nyumba milioni 50, suppose una gari ya milioni 50 unalipa shilingi ngapi? Kwa hiyo unakuja kuona kabisa bima ya vyombo vya moto ni gharama kuliko bima ya nyumba za makazi au nyumba za biashara, kwa sababu wanakuja kuona kitu gani cha msingi. Ndio maana unaona kabisa hata taasisi zetu za bima wamejaribu kuweka ulinganishi kwamba kwenye makazi au nyumba za biashara manake huyu mtu ni priority kwake. Ndio maana unakuta hata zile gharama za kulipia zile comprehensive insurance au zile bima kuu kwa ajili ya kuweza kurudishiwa hela zako kidogo gharama zake ziko chini. Kwa hiyo niwaombe sana tuweze kuikamata hiyo elimu ya kupata bima. Ni jambo zuri kwa sababu panapotokea ajali manake bima unajikinga na ajali. Muda wote ajali inapotokea basi unaweza kujua unafarijika vipi. Mimi kwa majina naitwa Jeni John Musa. Ni mkazi wa Chang'ombe, mtaa Kishoka. Hapa kwenye nyumba yangu nimeweka wapangaji, kulikuwa kuna shida imetokea ya moto. Ila moto wenyewe nadhani ni kwa sababu tu ya uzembe wa kutoa taarifa mapema. Lakini nawashukuru majirani, nimekuta wameshaanza kuzima moto na wapangaji. Pia nipo wataarifu jeshi la zimamoto, wamenisaidia. Wamekuja kwa haraka na kwa weledi zaidi, wameweza kutusaidia kuzima moto bila athari yoyote, bila tatizo lolote. Kwa hiyo mimi kama mwenye nyumba hii nawashukuru sana wote wananchi, pia jeshi la zimamoto na TANESCO pia. Majina naitwa Fatma Abasi Mbalinga, ni muhanga wa moto. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tumetoka salama. Moto ulianzia chumba ambacho wanalala watoto. Baadaye ndo tukaambiwa, tukaona moshi, tunatoka kuangalia tunaona moshi, tukatoka nje tukapiga kelele. Majirani wametusaidia na zimamoto wamefika kwa wakati. Tunashukuru hakuna mtu aliyedhurika ila tu vitu, baadhi ya vitu vimeungua vyote. Wito wangu kwa majirani kutokana na elimu tuliopewa, tukiona shoti ya umeme tupige simu haraka kwa ajili ya kuomba msaada.